Huyu ndiye adui hatari zaidi wa kipawa chako, the lethal adversary to your godly given talent. Mathayo 25 mstari wa 25 inatupa kujua adui huyu ni nani. Mimi ni Daudi na hii ni Daudi Ye. Basi nikaogopa, nikaenda nikaificha talanta yako katika ardhi. Tazama, unayo iliyo yako. Hii ni stori ambayo Yesu aliitoa kwenye kitabu hiko cha Mathayo mlango wa 25 kuanzia mstari wa 14, ambayo ilikuwa inamhusu bwana mmoja tajiri aliyewaita wafanyakazi wake watatu. Wa kwanza alimpa talanta 5, wa pili alimpa talanta 2 na watatu alimpa talanta 1. Baada ya kuwapa talanta hizo, yeye akasafiri akaenda kwenye nchi ya mbali, akiwa amewapa maelekezo kwamba wazalishe hizo talanta, wazifanyie kazi, ili atakaporudi aikute faida ya uwekezaji wake ule. Sasa baada ya miaka kadhaa kupita, aliporudi, huyu aliyepewa talanta 5 na aliyepewa talanta 2 wote walienda wakafanyia kazi zile talanta walizopewa na wakawa wamerudisha faida walioipata. Kwa hiyo hawa wawili wa kwanza, aliyepewa talanta 5 na talanta 2, wote bwana wao aliwafurahia kwa sababu walienda wakafanyia kazi ule uwekezaji wa bwana wao, na aliporudi huyu bwana wao walimpa ile talanta aliyowapa, walimpa na faida iliyozalishwa kutokana na talanta zile walizopewa. Sasa mziki ukawa ni kwa huyu aliyepewa talanta 1. Angalia majibu yake, anamwambia bwana wake, bwana mkubwa, mimi niliogopa labda nikifanyia kazi hii talanta ulionipa ninaweza nikapata hasara. Kwa hiyo nikaamua kuichimbia, nikaamua kuificha kwenye ardhi. Sasa hii hapa tu ndio ile talanta 1 ulionipa. Sasa hilo neno niliogopa, hiyo ni hofu, ambaye ndio huyu adui hatari kwa kipawa chako. Hapa maneno ya Kiingereza anatumia neno lethal, yaani ni adui wa kuangamiza. Hana huruma na kipawa chako, hana huruma na ndoto yako. Ukiruhusu hofu, itakuharibu, itaharibu kipawa chako na pia itanyima dunia kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Sasa tuangalie hofu inafanya kitu gani kwenye maisha ya mtu. Jambo la kwanza, hofu humzuia mtu kuanza. Unakuta mtu ana kipawa fulani, labda ni mwimbaji au ana ujuzi fulani wa kitu fulani, labda ni mchoraji mzuri, ni mzungumzaji mzuri. Hofu itakufanya ujifiche, ufiche kile kipawa chako, ufiche ile talenti yako, ili usije ukakosolewa, ili usije ukachekwa, ili usije labda ukadharauliwa. Hofu itakufanya ufiche kile kitu ambacho umepewa na Mungu. Kitu cha pili ambacho hofu inafanya kwenye maisha ya mtu, hufanya kipawa cha mtu, hufanya talanta ya mtu isikue. Sasa tujue kwamba kipawa au karama, talent, ni kama msuli, ni kama msuli wa mtu, ambapo msuli ili uweze kukua na kuonekana umejaa vizuri, ni lazima mtu aufanyie kazi, lazima mtu aupe changamoto, lazima mtu aende gym, lazima mtu afanye kazi fulani, lazima aushughulishe ili msuli uweze kutuna vizuri na uweze kukaa vizuri. Sasa ni hivyo hivyo, hata kipaji chako lazima kinolewe, kipaji lazima kifanyiwe kazi. Kama wewe ni mwimbaji, lazima ufanye mazoezi ya pumzi, lazima ufanye mazoezi ya voko, lazima ufanye mazoezi ya koo, kusafisha koo. Kuna namna wanavyofanya mazoezi yao yale, ili sauti yako iwe nzuri. Inafika point ambapo ukiwa unaimba, basi watu wanaburudika, watu wanafurahia kile kipawa chako. Mpaka ifike hiyo point, lazima ukifanyie kazi hicho kipawa. Sasa hofu inakunyima ukifanyia kazi hicho kipawa chako, kwa sababu inakwambia hivi, utaaibika. Hofu inakwambia hivi, watakucheka watu. Kwa hiyo hauwezi kukitoa, huwezi kukionyesha, hauko tayari kukionyesha, kwa sababu hofu
inakunyima hiyo fursa ya kukionyesha kipawa chako na kukifanyia kazi kipawa chako. Jambo la tatu ambayo hofu inafanya, hofu inazaa visingizio. Umeshawahi kumkuta mtu anasema bado sijawa tayari, au nahitaji muda zaidi, au ningepata fedha zaidi ningeweza kufanya hiki, au ningekuwa na connection zaidi ningeweza kufanya hivi, au unakuta mtu anasema labda mtu mwingine angeweza kufanya vizuri kuliko mimi. Hayo maneno ukiangalia nyuma yake kuna msingi wa hofu unaosababisha mtu kutoa hivyo visingizio. Kwa hiyo nyuma ya maneno ya design hii yanayomzuia mtu kujitokeza na kufanya kitu fulani, nyuma yake kuna hofu. Mambo hayo matatu ndio kazi kubwa ya hofu, na matokeo yake ni nini? Humnyima mtu fursa ya kuufaidia ufalme wa Mungu, ya kumtumikia Mungu kwa viwango vya juu katika kipawa chake, lakini pia inamnyima mtu fursa ya dunia kufurahia kitu ambacho Mungu ameweka ndani yake. Kuna mfano mmoja wa mwanamke mmoja anaitwa Vivian Maya katika jiji la Chicago, ambaye kipaji chake kilikuja kugunduliwa 2007 na kijana mmoja anayeitwa John Maloof, mwanahistoria huyu, ambaye alinunua maboksi ya picha zilizokuwa zimepigwa na huyu mwanamama anayeitwa Vivian. Baadaye alipokuja kufungua yale maboksi, alishangaa ubunifu wa hali ya juu na uzuri wa zile picha zilizokuwa zimepigwa na huyu mwanamama anaitwa Vivian. Sasa mpaka huyu bwana amekuja kugundua haya maboksi, ilikuwa imeshapita miaka takriban 40, na alinunua picha kwa ujumla takriban picha 150,000 ambazo dunia haikuwahi kuziona, na ilikuwa na ubunifu wa hali ya juu sana, ambao kiasi kwamba leo hii baadhi ya hizo picha zipo kwenye makumbusho makubwa jijini Paris, London na New York, na zinauzwa kwa mamilioni ya pesa. Lakini Vivian alikuwa ni mfanya usafi wa ndani kwenye majumba ya watu jijini Chicago, na alipiga zile picha bila kumuonyesha mtu yoyote kwa sababu ya hofu kwamba watu watamcheka, kwamba watu watamdharau. Lakini kumbe kilikuwa ni kipaji cha hali ya juu sana. Bahati mbaya tu ni kwamba ilipokuja kugunduliwa 2007, Vivian tayari alikuwa ni mgonjwa na ni mzee hospitalini, na miaka miwili tu baadaye 2009 yule mwanamama alifariki. Hakuweza hata kufaidi matunda ya kipawa ambacho Mungu ameweka ndani yake. Hii hadithi ya Vivian Maya inatufundisha jinsi ambavyo hofu inaweza ikaiba maisha ya mtu na kunyang'anya dunia utajiri ambayo Mungu ameweka ndani ya kila mmoja wetu. Mungu ameweka utajiri mkubwa ndani yangu, Mungu ameweka utajiri mkubwa ndani yako. Hofu inakunyang'anya, hofu inakunyima kuonyesha utajiri huo, hofu inainyima dunia kufaidi utajiri huo. Kwa hiyo leo, ndugu yangu, hebu tuazimie kupambana na huyu adui mbaya anayeitwa hofu, dhidi ya vipawa vyetu, dhidi ya karama zetu, dhidi ya vitu ambavyo Mungu ameweka ndani yetu, ili kwamba tuweze kuachilia our godly given talents, dunia iweze kuvifurahia na ufalme wa Mungu uzidi kujengwa. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye maoni, ni kitu gani ambacho hofu imewahi kukifanya kwenye maisha yako, kama imewahi kukupa kisingizio fulani, au imewahi kukuzuia kuanza jambo fulani, au labda imewahi kukunyima usifanyie kazi kipawa chako. Ningependa uniandikie hapo chini kwenye maoni. Mpaka wakati mwingine, amani iwe nawe.